Karibu tusome Biblia. Leo ni tarehe 23, tunasoma Zaburi sura ya 23. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu, machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Hilo ndilo neno la Mungu kwa siku ya leo. Amen. Ni nini ambacho tunajifunza siku ya leo? Ukitaka mambo mazuri yatokee katika maisha yako, kubali Bwana Yesu awe mchungaji wako. Yaani awe kiongozi wako, akuongoze. Naye atakuongoza kupitia Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ameagizwa na Bwana Yesu. Halafu Bwana Yesu ndiye mchungaji wako. Sio mchungaji tu, mchungaji mwema. Kwa hiyo ukimsikiliza Roho Mtakatifu, maana yake umemsikiliza Bwana Yesu ambaye ndiye mchungaji wako. Sasa ni mambo gani ambayo yatatokea kwenye maisha yako? Kwanza unatakiwa kujua kwamba ni mambo mazuri sana yatatokea katika maisha yako. Jambo la kwanza, hautapungukiwa na kitu. Yaani kwenye maisha yako wewe hakutokuwa na kupungukiwa. Chakula kitakuwa cha kutosha, utakuwa na utoshelevu wa moyo, nafsi, mwili, akili. Hautakuwa mtu mwenye depression, hautakuwa mtu mwenye stress. Maana yake utakuwa na maisha ya utoshelevu, full package. Nikisema full package ndio nimemaanisha hivyo. Utoshelevu katika mahitaji yako ya kila siku, utoshelevu katika nafsi yako na moyo wako, utoshelevu katika akili. Jambo la pili, atakuongoza katika njia za haki. Siku zote utakuwa unaishi maisha ya kumpendeza Mungu, kwa sababu Bwana ndiye mchungaji mwema kwako. Hawezi kukuongoza kwenye njia mbaya, atakuongoza kwenye njia ambazo zinampendeza Mungu. Jambo la tatu, atahuisha nafsi yako. Kuna wakati nafsi inachoka, yeye ataichangamsha, itarudi katika hali ya mwanzo, kwa sababu lazima nafsi iwe katika raha yake ili wewe uweze kuyafurahia maisha. Kama nafsi ipo kwenye huzuni, lazima na wewe utakuwa na huzuni. Kwa hiyo kazi ya Bwana Yesu akiwa mchungaji wako, ataihuisha, au unaweza kusema ataifufua, ataichangamsha, ataiamsha tena. Nafsi yako ikistarehe, maisha yako yanakuwa mazuri, yenye raha, furaha na amani. Jambo la nne, atakulinda na mabaya yote. Yaani yote. Atakulinda na ajali, atakulinda na magonjwa, atakulinda usiibiwe, atailinda familia yako, atalinda biashara yako. Lakini ukikubali awe mchungaji wako. Na ukishakubali awe mchungaji wako, maana yake ukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ameagizwa kwako akusaidie. Kwa hiyo ni vizuri wewe kumfuata Roho Mtakatifu anavyokuagiza. Ndio hapo unakuwa salama maisha yako yote. Jambo la tano, ataandaa meza mbele yako machoni pa watesi wako. Watesi ni wale maadui, wale wanaokuchukia, wale wanaokuonea. Hii inamaanisha kwamba mambo mazuri yataanza kutokea katika maisha yako. Adui zako watakuwa wakiangalia hivi kwa macho yao, wataona kwa macho yao. Ulikuwa unahangaika na kodi, atakuwezesha, utajenga nyumba. Adui zako wataona na macho yao. Ulikuwa unahangaika usafiri, atakupa gari, adui zako wataona umepata gari. Yaani atakuandalia mambo mazuri mbele ya adui zako wakishuhudia hivi kwa macho. Ndio maana kuna mwimbaji mmoja aliimba, ombea adui yako aishi siku nyingi, ili ujapofanikiwa ajione kwa macho. Hamna haja kabisa afe kabla hajaona baraka ambazo Mungu ameweka ndani yako. Wale walikuwa wanakuuliza, yuko wapi Mungu wako? Si ungemuomba Mungu wako? Halafu wenyewe wanakuja kuwa shuhuda kwamba ni kweli Mungu wako yupo hai, anaishi milele, mtenda maajabu, mtenda miujiza, ni Mungu mkuu sana. Kwa hiyo sifa na utukufu zinarudi kwake. Maombi ya siku ya leo, mwambie Baba yangu wa mbinguni, asante kwa neno lako, nimeelewa. Nipo tayari Bwana Yesu awe mchungaji wangu siku zote za maisha yangu. Amen. Nikutakie siku njema, tukutane kesho.